wa Ta'ala atupe husnul khatima, mwisho mwema. Waweza ukaishi mtu mwema, unafanya ibada, watu wote tutakujua kwamba ni mwema, lakini ukapata hitima mbovu. Kwa hiyo tumuombe Mungu atupe mwisho mwema. Mwisho mwema unadhihirika wapi? Ule wakati unatoka katika ulimwengu. Unatoka kwa hali gani? Unataja kitu gani katika kutoka katika ardhi hii? Lakini twakuona wewe siku ya mwisho yako wakata roho, wataja mambo ya ajabu ajabu. Wasema yule umemroga, yule umemfanya chizi, sijui yule umemfanya nini, mambo ya ajabu ajabu. Yaani watoka roho wataja hivi. Hatukuoni ukitaja vitu vizuri wewe. Wataja mambo mabaya mabaya, yule mmemuua, yule mwenye kuokota chupa mmemfanya vile. Watarajia kuna njia gani nzuri huko unakoenda. Lakini tukikuona ile kalima ya mwisho ni ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wewe umefaulu. Kwa hiyo kitu kikubwa na mwisho mwema, ndugu zangu wa Kiislamu, hauwezi kuupata paka uishi maisha yako uyategemezi katika kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maisha yako yote uwe unamtambua Mungu. Mungu ametuamrisha kufanya nini, Mungu ametukataza kufanya nini, tuishi hivyo. Tukiishi hivyo tutaweza kupata mwisho mwema mzuri, mwisho mwema ambao kwamba ule Mwenyezi Mungu anautaka. Kwa sababu siku moja hadithi iliyopokelewa na Nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akawa anaelezea kwamba idha habba Allahu bi'abdihi khairan ista'malahu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapompenda mja wake, anapompendelea kheri, kumpa uwezo wa kufa kabla kumpa uwezo wa kutenda kabla haja kufa. Usitarajie ukamwona mtu ni mbaya, alikuwa kwenye kheri, alikuwa kwenye machafu, lakini ikafika hatua twamuona huyu amerudi kwenye kheri, usimsaajabie. Waweza kuwa ukaishi miaka yako yote hujui kuswali, hujui kufanya ibada, lakini wakati wa mwisho ukarudi kwa Mwenyezi Mungu na ukafanya ibada, na baada ya pale ukafa, ukaenda sehemu nzuri. Kwa hiyo ndio jambo ambalo kwamba twaliomba. Na ukipenda kitu ambacho kwamba ukishikamana na ibada vizuri, basi hata ukiambiwa ufe leo, ufe siku gani, basi huoni vibaya. Lakini kama una mambo machafu utaona ubaya, hupendi safari hii. Safari hii ni wajibu, kila mmoja wetu atafariki, kila mmoja wetu atakufa. Kikubwa tunakufa vipi? Wafa vipi? Wafa bado wamtambua Mungu, Mwenyezi Mungu anakutambua, Mtume Muhammad na sheria ya Uislamu bado inakutambua kwamba wewe ni Muislamu, ama hutambuliki. Hilo ndio jambo ambalo kwamba tunatakiwa, mama zangu wapendwa, tuliombeni sana. Tumuombeni sana Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Mwisho mwema ndio jambo muhimu. Ndio wale watu wema. Watu wema siku zote unawaona wanapotaka kufa hawababaiki, kwa sababu wanajua kienda wanaenda kukutana na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hawababaiki kuacha mamali yao, kuacha pesa zao, kuacha watoto wao, kuacha wake zao, hawababaiki. Ndio washangaa kuna mtu umeketi na yeye wamwambia wazungumza nao kisha tahamaka ashakufa. Hajababaika, hajaogopa kufa, kwa sababu ni mtu mwema, anajua akienda kufa aenda kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi tujipambe na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuwe mfano ya watu wema. Tuwe mfano wa watu wema. Na ya kuzungumza katika mambo haya ni mengi, lakini khairul kalami ma kalla wa dalla, maneno mazuri ni yale machache ambayo kwamba yatafahamisha maana, watu watafahamu, kuliko tuzungumze sana hapa kumbe mkutia maji kwenye gunia, ukitoka hapo watarajia gunia lile lijae halijae. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya tuliyozungumza yawe yakatunufaisha, hasa mimi niliyozungumza yaniongoze, na nyinyi wote mama wapendwa mliowasikia, yatubadilishe katika maisha yetu. Vikao hivi viwe kila tukihudhuria tunapata ibra katika kumjua Mola wetu, katika kurekebisha pale tunapokosea ili tuweze kuweka sawa. Vikao hivi ni vikao vya kukumbuka ambao kwamba tulioyasahau, na kuombea wale wenzetu ambao kwamba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachukua. Kwa hiyo kikubwa sote hapa tutarajia kwamba tutapata thawabu za ndugu yetu huyu ambaye kwamba tuliomkusanyikia ujira wake. Mwenyezi Mungu asitunyime, atupatie. Tunatarajia thawabu kwa kuhudhuria, na kikubwa tukitoka hapa tujue kwamba kufa, kila mtu atakufa. Ni kwamba kila mtu siku yako ikifika unakufa kwa hali gani. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atujalie tuliyazungumza ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na kwa juhudi za mashekhe zetu. Hatujazungumza isipokuwa kwa amri yao. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tutamkabidhi maalim aweze kuendeleza pale palipobakia inshallah.